Bwana Vinepa, taarifa ya muhimu naomba usipite. Sasa la kwanza kabisa, asubuhi ya kuamkia jana, Brigedia Jenerali Petro Ngata hakuweza kufika kazini kwa sababu ya mshtuko wa moyo. Petro, yes, kushtue yale moyo, ushtuke na haya taarifa, ndugu yetu, hujafika kazini. Hilo tunaelewa na tulikuwa tunajua hautafika kazini. Jambo la kwanza hilo. Petro Ngata ana mshtuko, na sio tu hivyo ndugu zangu, amewatuma IT wake watafute taarifa na kujua source ya taarifa zinatoka wapi, kwa sababu taarifa ni za kweli ndugu zangu. Nadhani mpaka hapo Vinepa mmeshajua kwamba taarifa zetu ni za ukweli. Sasa kujua kwamba taarifa zetu ni za ukweli kabisa na za ndani na zimewachachafya, wakuu wa majeshi wamekutana. Hiyo nawapa nayo Vinepa, haina hata muda mrefu sana. Wakuu wa majeshi wamekutana, na mtahakikisha mkishawasikia wamekuja kuyaongea nitakayoyasema. Wakuu wa majeshi wamekutana kwa nini ndugu zangu? Wamekutana kwa ajili ya kudiscuss ni jinsi gani watakanusha taarifa zilizozagaa mitandaoni, ikiwemo taarifa za wakuu wa majeshi wa vitengo tofauti tofauti kuhamishwa kwenye pozishoni zao na kupelekwa nje ya nchi na vitu kama hivyo. Si kama mnanisoma ndugu zangu Vinepa. Sasa tumeongea kuhusu jana na juzi, tumeongea kuhusu wakuu wa jeshi walioonesha nia ya kutaka mabadiliko na nia ya kutaka serikali iliyokuwa safi na kila kitu. Hawa ndugu zangu hawatakiwi na wanahamishwa, wanapelekwa nje ya nchi kwa ajili ya majukumu. Na nikatoa mifano jana ya baadhi ya viongozi wa jeshi waliohamishwa. Gaguti kapelekwa Uganda. Tukasema kwa nini kapelekwa Uganda? Kapelekwa Uganda kwa sababu wana ushirikiano na Uganda, wana ushirikiano na Museveni. Kwa hiyo kimpeleka mtu Uganda, it's so easy kumonitor movements zake, communication zake na nini na kila kitu. Si kama mnanisoma ndugu zangu wa Tanzania. Kwa hiyo kwa sasa hivi ndugu zangu, jamaa wetu Petro Ngata amepata mshtuko wa moyo ghafla, na sio tu hivyo, Mkunda amekutana na bwana, Mkunda amekutana na Wasira. Bwana Vinepa, hasa kama wajui hata taarifa zilizopita zimetokea wapi, hapa sio tutashtuka tena kabisa kwamba Vinepa inakuaje. Bwana, tuna satellite dish kila engo ndugu zangu, tunajua nini kinaendelea mpaka ndani ya nyumba zenu. Alafu kwa haya matendo mnaoyafanya haya, muwe watu ambao mnajua sana mapenzi, kwa sababu kama mtakuwa mnawauziuzi wapenzi wenu ndugu zangu, kazi itakuwa ngumu, sababu watakuwa wanawaanika tu. Bwana ndugu zangu, jambo la mwisho kabisa sasa Vinepa, mwisho kabisa, kuna wataalamu kutoka jeshini ambao tayari wameshaanza kazi rasmi kwa ajili ya operation ya kubaini ni kina nani wanatoa taarifa mtandaoni. Sasa kuna hawa ambao wametoka jeshini na kuna hao ambao sio rasmi. Hawa ni vijana wa Mkunda ambao sio rasmi, nao wapo katika shughuli hiyo. Hawa watashirikiana hand in hand kwa ajili ya kufunga akaunti zote za watu wasiowahitaji, na sio tu hivyo, watafanya mpaka kuwaspoti watu tofauti tofauti kwenye mtandao ambao wanatoa taarifa na kuwajua ni kina nani na vitu kama hivyo. Kwa hiyo ndugu zangu, tuna taarifa zote, na Vinepa hii nilikuwa na update tu ili mjue kwamba tumewashika pabaya na information zao zote tunazo, na tunazidi kuwakumbusha ndugu zangu. Hapa tunawachanganya tu sasa hivi, ili tuwachanganye vizuri, msijue la kufanya, tunawachanganya tu. Ila mambo ya information haya yamekuepo muda mrefu. Huu ni wakati mwafaka wa kuzitoa na kuwapagawisha. Njiwa na mwewe hapa tunaongea mitandaoni kama vile tunaongea mimi na wewe. Vijana wenu wa IT tunawasubiri. Wajeshini waliokuwa rasmi
na hawa sio rasmi ambao wanatoka nje ya nchi. Tena ngoja niongezee, au vijana sio wabongo ndugu zangu, wanatoka nje ya nchi na wamefika kwa ajili ya kuanza shughuli. Sasa ndugu zangu, sijawajua majina vizuri, lakini nipeni muda kidogo, nitakuja na majina yao wote. Hawa vijana nakuja na majina yao. Bwana, njoo na mwewe hapa, tunaongea mitandaoni kama vile tunaongea mimi na wewe. Hali siyo shwari. Kwa upande wa wakuu wa jeshi, wameitisha kikao cha dharura huko kujadili kinachoendelea kwenye taifa na tuhuma zinazotolewa mtandaoni. Hivyo wanajaribu kutaka kumwandaa msemaji wa jeshi atoke na taarifa ya kukanusha hayo madai kwa sababu ya kulisafisha jeshi na wakuu waliotajwa kwa mabaya na waliotolewa nje ya mfumo waonekane wametolewa kwa uhalali, wala haihusiani na masuala yoyote yanayoendelea mtandaoni. Brigedia General Petro Ngata amepatwa na mshtuko wa moyo, hali inayopelekea kushindwa kufika kazini leo. Aidha, ameagiza IT wataalamu wa TEHAMA kuhakikisha wanajua uhusiano wa mtoa taarifa na anayempatia taarifa kama hizo zenye uhalisia na ukakasi kwa kutweza utu wake. Leo kulikuwa na mwaliko wa Mzee Wasira pamoja na Mkunda, na wamejadiliana kuhusu mambo yanayoendelea kwenye taifa na wanatafuta suluhisho, namna ya kuhakikisha wanafanikiwa kudhibiti maandamano. Hivi sasa wataalamu kutoka jeshi wamejipanga kuanza operation za mtandaoni kuhakikisha wanafuatilia chanzo cha hizo taarifa zinatoka wapi, na wameanza kazi hiyo ambapo kuna vijana wake binafsi. Mkunda wamepewa kazi hiyo kufanya mbali na waliomo kwenye mfumo wa jeshi. Mbali na waliomo kwenye mfumo, majina yao bado hayajafahamika kwa moja kwa moja, ila ni raia kutoka nje ya Tanzania ambao watafanya hilo jukumu kuhakikisha wanafunga akaunti zote, pia kudukua watoa taarifa ili wawapoteze. Nikipata hii address nikipata ipi address za vijana wenu, nao na waanika hao wa IT, mnasema sisi mateja wakati kazi za kipumbavu. Tunasema sisi mateja wakati kazi za kipumbavu tu, mpaka mtafute watu kutoka nje. Naam, hii ni taarifa inayoendelea huko serikalini, ni heka kweli kweli, lakini ukumbushe usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili uwe wa kwanza kuzipata taarifa zetu kwa rahisi zaidi.